naitwa Mariam Miraji Selemani ambaye ni mkurugenzi mwanzilishi wa shirika hili la Power Life Health and Wealth Solution ambalo limeanzishwa kwa malengo makuu ya kuweza kuwawezesha wananchi kiuchumi katika nyanja za kiafya na kijamii. Lakini katika swala zima la masuala yanayoendelea katika Power Life, tunahusika na masuala mazima ya wanawake, vijana, wazee na watu wenye makundi maalum au mahitaji maalum. Katika kutekeleza adhima yetu hii au malengo yetu haya, tumeanzisha mradi wa uwezeshaji wananchi kiuchumi ambapo tumekuwa na kongamano la wanawake. Tumelianza kuanzia tarehe 1 mwezi wa 3 katika wilaya ya Tarime ambapo ndio tulifanya ufunguzi, na baada ya hapo tuliendelea na maadhimisho ya wiki ya wanawake ambapo tulikuwa na maonyesho ya siku 7 katika viwanja vya Serengeti. Ndugu mgeni rasmi, naomba nichukue fursa pia kumshukuru sana Mwenyezi Mungu katika kuniwezesha kutimiza azma yangu au maono yangu na kuweza kunipa uhai na afya njema hadi leo hii kukutana sote hapa. Pia nichukue fursa hii kutoa shukrani zako za kipekee kwako wewe binafsi kwa kuungana nasi katika kongamano hili. Tunafahamu uzito wa majukumu ulionayo, lakini pamoja na yote umeamua kuja kuungana nasi katika siku hii ya leo. Ndugu mgeni rasmi, nawashukuru sana watu wa mada na watu wote walioungana nasi katika kufanikisha kongamano hili, bila kuwasahau washiriki walioacha shughuli zao zote na kuweza kuja kuungana nasi. Power Life, shirika hili la Power Life, lengo lake la kuanzishwa kama nilivyosema mwanzo ni kuwajengea uwezo wananchi kiafya, kiuchumi na kijamii kutokana na changamoto tulizoziona katika kuchangia masuala mazima ya maendeleo katika taifa letu. Hivyo tupo tayari kushirikiana na serikali na wadau mbalimbali katika kuwajengea uwezo wanawake au wananchi kwa ujumla katika masuala mazima ya kiuchumi. Ndugu mgeni rasmi, mwanzo wa wiki ya wanawake tulikuwa na tamasha kama nilivyosema ambalo lilihusisha wanawake zaidi ya 100 walioshiriki kutoka halmashauri ya Tarime, Serengeti na Rorya. Katika wanawake hawa tulifungua nao kongamano katika viwanja hivi vya Serengeti na tulifunguliwa na mkuu wa wilaya wa Tarime. Washiriki waliokuwepo kama nilivyosema walikuwepo NSSF, TRA na SIDO na NMB pamoja na mwakilishi wa halmashauri ya Tarime, afisa maendeleo aliyetoa mada ya vikundi. Leo hii pia tunao wadau ambao ni NSSF, SIDO, TRA, NMB na mwakilishi wa serikali ambaye ni afisa maendeleo ya jamii kutoka manispaa ya Musoma. Nashukuru sana washiriki wote ambao wameshiriki leo, ambapo ni katika kuimarisha mradi huu kwa mkoa wa Mara. Tuligawa kuwa kuna session 2, ambayo session ya kwanza ilihusisha halmashauri 4 kama nilivyozitaja mwanzo, ambapo ndio tulifanyia Tarime, na leo tumehusisha halmashauri 5 ambao ni Bunda DC, Bunda TC, Musoma DC, Musoma MC pamoja na Butiama. Pia niwapongeze sana washiriki wote wa wajasiriamali kwa ushiriki wao. Niwaombe tu wafanyie kazi mafunzo walioyapata leo, nami kwa niaba ya uongozi mzima wa Power Life naahidi kuchukua changamoto walizozitoa ili kuzifanyia kazi au kuzitatua kwa kushirikiana na serikali, kwa sababu hiyo ndio adhima yetu kubwa ya kuweza kuwasaidia wananchi au kuwajengea uwezo katika masuala mazima ya kiuchumi. Asante sana mgeni rasmi, na kuomba ushirikiane nasi katika shughuli hii na kuweza kutufungia kongamano hili kwa awamu hii ya kwanza. Kwenye tukio hili la leo wakiwa wamejaa furaha kabisa, na hata mioyo yao inaonyesha nia ya dhati ya kile ambacho wamefundishwa na kukielewa. Hii ni kazi kubwa ambayo kimsingi imefanywa na wadau wetu Power Life, wakiwa ni sehemu ya utekelezaji wa mpango mikakati ya serikali ya kuweza kuhakikisha kwamba wananchi hawa wanapata huduma, wanapata uelewa, wanazitambua fursa
lakini vile vile kuweza kuona changamoto zinazowakabili na kuweza kuwasaidia. Mimi naomba niwapongeze sana Power Life kwa kazi kubwa walioifanya. Lakini mbili, niwapongeze washiriki. Tumeambiwa kwamba tuna washiriki wametoka katika halmashauri ya Musoma vijijini. Hebu wapunge mkono tena watu wa Musoma DC. Asante. Hawa ni matajiri wa ziwa, ni matajiri wa ardhi, lakini maskini wa kipato. Uongo ukweli? Kwa hiyo mafunzo haya leo yamekuwa ni sehemu ya kuweza kubadili maono yao na mitazamo yao ya kifikra, ili waone namna ya kuitumia rasilimali ya ziwa, lakini kuitumia rasilimali ya ardhi waliopewa ili iweze kuwaletea mabadiliko. Kwa uchache wao, naamini watakwenda kuwa chachu ya mabadiliko miongoni mwa wakina mama walio wengi katika halmashauri ya Musoma vijijini. Lakini tunao wakina mama kutoka Bunda DC, Bunda. Yaani Bunda wakiunganisha Bunda DC na Bunda TC. Nao wanyoosha mikono yao. Asanteni sana. Mgeni rasmi, hawa pia hawatofautiani sana na wale wa Musoma vijijini. Wamezungukwa na ziwa Victoria. Lakini ukienda Kisoja wanalima miogo, alafu ikifikisha miezi 5 wanatamani waivune. Wanalima mahindi kwa kiwango kidogo sana. Unaweza kukuta hata kaeneo kwa walikopaki gari hapo mtu amelima mahindi na akatoshi. Lakini ukipiga hesabu mahindi anayatumia kwa mwaka mzima ni changamoto. Bunda DC wamebarikiwa kuzungukwa na ziwa, akiwa na ardhi nzuri yenye rutuba. Na nyanya nyingi zinazokwenda maeneo ya Silali, Tarime zinazalishwa katika eneo Kagutaguta hapo Tairo kuja huku. Sasa chachu ya mafunzo haya leo naamini itakwenda kufanya mabadiliko makubwa kwa watu hawa, ili wahakikishe kwamba zile fursa ambazo wanazungukwa nazo basi wanazitumia kwa ajili ya kuweza kujiletea maendeleo. Lakini tunao host Musoma MC. Hawa ndo majianti wenyewe, vigogo wa jiji. Mpungeni mkono hapo mlipo. Asante. Hapa tuna wajasiriamali wengi sana. Yaani kule Musoma DC wanazalisha samaki, lakini hapa sisi ndo tunatumia nini? Samaki. Hapa nilisikia wakati wanajitambulisha mwanzoni, hapa wakina mama wanadili na uchakataji wa dagaa na wanawafuata mwaloni kule. Uongo kweli? Wale wanaodili na uchakataji wa dagaa wanyoshe mikono. Wanaodili tu na dagaa. Kuna mmoja yuko kule nyuma, wa pili, wa tatu, wa nne. Meneja wa SIDO ambaye mwakilishi wake yuko hapa, juzi tulitembelea Mwalo kule Makoko. Na tuliona ile moja ya changamoto wanakusanya. Dagaa inahitajika sokoni, ile ambayo kwa sasa haina mchanga. Lakini bado kuna watu wanaanika dagaa kwenye nini? Kwenye mchanga. Kwa hiyo SIDO anayo fursa kubwa sana, na naamini amejitangaza vema na ametoa elimu ya kutosha kabisa. Msisite kumtembelea. Lakini ni matumaini yangu kwamba mafunzo haya yatakuwa yamewajengea uwezo ili ninyi mkawe mabalozi wema katika jamii yetu, ili tukafanye mabadiliko chanya ya kiuchumi. Na hivyo kila mmoja wetu atatusaidia kutekeleza jukumu hilo. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kuwa nimesema hayo machache, kikao hiki na wajumbe hawa wana hamu sana ya kukusikiliza wewe. Hivyo basi niombe kutumia nafasi hii kwa heshima uweze kuzungumza na hadhara hii. Karibu sana. Mafunzo haya kwani yanatoa fursa ya kubadilishana uzoefu, maarifa na ujuzi katika uendeshaji wa shughuli zenu za kiuchumi. Mkoa wetu wa Mara unazo fursa nyingi za uwekezaji katika sekta mbalimbali, ikiwemo kilimo, utalii, madini, ufugaji, uvuvi, uanzishaji wa viwanda. Natoa wito kuhakikisha ametumia fursa zilizopo kuzalisha bidhaa kwa wingi na zenye ubora ili kupata masoko yenye uhakika ndani na nje ya nchi yetu. Serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekuwa mstari wa mbele katika kuimarisha mahusiano ya kikanda na kimataifa ili kuwezesha Watanzania kunufaika na fursa mbalimbali
za kiuchumi. Yaani maana yake hapa unaweza ukapeleka bidhaa zako Kenya, ukachukua bidhaa za Kenya ukazirekebisha, ukaziongezea ubora, ukafanya biashara. Kwa hiyo tusiogope vile vile kuvuka mipaka kwa ajili ya kufanya shughuli za kiuchumi kwa ajili yetu na kwa ajili ya nchi yetu. Vile vile serikali imeendelea kuboresha mazingira ya kufanya biashara na uwekezaji kwa kujenga miundombinu muhimu ikiwemo barabara, madaraja, reli ya kisasa na viwanja vya ndege za abiria na mizigo. Yote haya ni kuhakikisha mnafanya biashara kwa ufanisi na kuliteka soko la ndani na nje na la kimataifa. Hivyo tumieni fursa hiyo kupanua wigo wa masoko yenu na kujikwamua kiuchumi. Ndugu washiriki, kwa upande mwingine, serikali inaendelea kuwezesha upatikanaji wa mitaji kwa wanawake na vijana kwa kutoa mikopo yenye masharti nafuu kupitia mfuko wa maendeleo ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu inayotolewa kutokana na 10% ya mapato ya halmashauri. Mpaka sasa jumla ya Tanzania shilingi bilioni 2,472,345,193 na senti 17 zimetolewa kama mikopo kwa wanawake, vijana na wenye ulemavu katika halmashauri za mkoa wa Mara kwa mwaka wa 2024-2025. Na tayari mchakato wa utoaji wa mikopo unaendelea. Fedha hizo zitasaidia kuanzisha na kuendeleza miradi yenu ya kibiashara na kukuza uchumi. Ndugu washiriki, ninapoelekea kuhitimisha hotuba yangu, napenda kutumia fursa hii kusisitiza masuala yafuatayo. 1. Kuchangamkia fursa uwepo wa mitaji iliyotolewa kwa masharti nafuu ikiwemo mfuko wa 10% kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu ili kukuza biashara na kuongeza uzalishaji. 2. Kutumia maarifa mtakayoyapata kutokana na uwepo wa mafunzo haya kwa ajili ya kuimarisha mahusiano na kuboresha shughuli za uzalishaji mali. Endeleeni kushiriki katika makongamano yanayofanyika kwenye maeneo mbalimbali nchini ili kuendelea kubadilishana uzoefu na mbinu za kukuza uchumi. Natoa rai kwa wanawake wote wa mkoa wa Mara kutumia nishati safi ya kupikia kama njia ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye amekuwa kinara wa kuhamasisha matumizi ya nishati safi barani Afrika na duniani kwa ujumla. Na wakumbusha kuwa mwaka huu 2025 kutakuwa na uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani. Jitokezeni kwa wingi kushiriki kikamilifu katika mchakato wote wa kuchagua viongozi watakaoleta maendeleo. Ndugu washiriki, natoa rai kwenu kuendelea kumuunga mkono Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kufanya kazi kwa bidii, kudumisha amani, kuwa wazalendo na kuchangia shughuli za maendeleo ya taifa letu. Serikali inatamani kuona kila Mtanzania anajikwamua kiuchumi na kuchangia maendeleo endelevu kwa taifa letu. Namalizia kwa kuwapongeza tena uongozi wa shirika la Power Life kwa kufanikisha kufanyika kwa mafunzo haya leo. Naamini washiriki wote mmepata maarifa yatakayowawezesha kukuza biashara zenu na kuchangia katika ukuaji wa uchumi wa nchi yetu. Baada ya kusema hayo, sasa natamka kuwa mafunzo haya ya wanawake wajasiriamali yamehitimishwa rasmi. Asanteni sana. Shukrani sana rasmi kwa hotuba nzuri yenye matumaini. Nadhani washiriki wamekusikia, wamekuelewa. Kwa majina anaitwa Mwamvua Rajabu Ukwayu, natokea Manispaa Msoma mjini, niko kata ya Nyasho. Elimu tulioipata leo ya Power Life imetupa elimu na uchachu
ya sisi wakina mama ambao ni wajasiriamali tuweze kuinuka na tuweze kuamka kwa ajili ya kufanya biashara. Na pia tumepokea, kama mimi tayari na kikundi changu nikishapokea mkopo ule wa 10% na tayari tushafanyia biashara na tumeanza kurejesha. Tumeona manufaa ya huo mkopo. Kwanza ni mkopo mzuri ambao hauna riba na unakopa baada ya mwaka mmoja unaanza kurejesha. Kwa kweli ni hamasa kubwa sana, na tunapenda kuhamasisha wanawake wenzetu ambao bado hawajakuwa tayari, basi wawe na utayari kupitia hii semina ya leo, wawe na chachu kwa ajili ya kuweza kunufaika na kupata manufaa hiyo semina. Hii semina tulioipata itatusaidia kutokana kwamba tumekutana na taasisi mbalimbali. Taasisi tulikuwa na benki ya NMB kwa ajili ya mafunzo jinsi ya kupata mikopo ya kina mama, wakafanya biashara ya dagaa kwa ajili ya utengenezaji wa uchakataji wa zile dagaa. Nimefurahishwa na mafunzo ya Power Life, yatatuwezesha kutafuta masoko. Kwa hiyo nimefurahi sana kuwa mmoja wa waalikwa kwenye mafunzo ya Power Life. Nawaambia wajasiriamali wenzangu wasirudi nyuma, wawe katika mstari wa mbele wanapoitwa kwenye fursa kama hizi za Power Life, wawe wanajitokeza.